isiyofilisika. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni benki isiyofilisika milele. Ukiomba unaweka akiba. Kuna siku utapita jangwani, Mungu ataangalia ile akiba yako. Amen. Kwa hiyo unapoambiwa omba kwa ajili ya jambo fulani, wewe pambana. Usikae tu kusema hapo uko salama. Walisema Waswahili, mwenzako akinyoa kama hivyo. Tarehe ya leo kuna siku utakumbuka. Amen. Nasema tuombe vijana.
Moyo wako uwe wazi ndani ya dakika hizi 5. Moyo wako uwe tayari kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hebu waza jinsi ya Mungu kukufikia. Usiwaze jinsi ya mambo yanayopita au unayoyajua au unayoyangalia au unayoyaona au unayoyasikia. Waza lini Mungu atakufikia. Waza saa ngapi Mungu atasema juu ya mambo ambayo yanakushinda. Waza juu ya mambo yanayokushinda, juu ya mambo yanayokushinda. Kuna mambo yanakushinda bado hujafanikiwa, hauhitaji kuyajua ya duniani. Unahitaji kujua Mungu anakufikia vipi na anakupa majibu gani. Weka mikono juu kwa imani yako. Yesu Kristo akutembelee saa hii na dakika hii. Yesu akutembelee. Yesu akutembelee hapo ulipo. Yesu akutembelee. Yesu akutembelee, afungue tumbo lako, afungue mikono yako, afungue miguu yako, afungue hatua zako, afungue biashara yako, afungue watoto wako, afungue uchumi wako, afungue nafsi yako, aondoe magonjwa, aondoe mateso na mapito, akupe hatua mpya na nguvu mpya, akupe baraka katika jina la Yesu, akupe baraka katika jina la Yesu. Baraka za Mungu ziwe juu yako katika jina la Yesu. Hatua za Mungu ziwe juu yako katika jina la Yesu. Hatua za Mungu ziwe juu yako katika jina. Fungua moyo wako. Fungua moyo wako. Moyo wako wa ibada, nahitaji moyo wako wa ibada. Biblia inasema watu wangu wananiheshimu kwa midomo lakini mioyo yao iko mbali. Sogeza moyo wako hapo. Sogeza moyo wako wa kufanikiwa. Moyo wako wa kumwabudu Mungu. Moyo wako wa majibu. Moyo wako wa hatua mpya. Moyo wako wa majibu yaliyopotea kwa miaka mingi. Roho ya Bwana iwe juu yako. Roho ya Bwana iwe juu yako. Yesu Kristo akutembelee. Akupe roho mpya na nguvu mpya. Akupe wepesi katika maisha yako. Chochote kilichokusibu kikapate kuharibika, kikapate kuondoka. Kama ni mateso, ni mapito, ni uchawi, ni uganga, upate kuharibika kupitia sauti hii. Hii sauti unaoisikia na kusikia, maisha yako yaachiliwe, yawe huru, uwe comfortable kabisa. Ufunguliwe kimwili, kiroho, miguu na mikono. Kama kuna roho ya uchovu, ya usingizi, ipotee, 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 ipotee. Pokea nguvu ya Mungu, ipokee kwa damu ya Yesu. Pokea Roho Mtakatifu, wewe uliyekuwa uko wazi na moyo wako. Receive anointing power. Receive power, receive power. Receive power. Nguvu ya Mungu ipokee. Pokea nguvu inayofungua matumbo, miguu, mikono. Ni sauti kama ni kushikwa, amekushikilia, uachiwe. Uachiwe ndoto mbaya, ushirikina, uchawi, uganga. Power, power, power. Nguvu hiyo. Nguvu halipo kila kitu kibaya. Kila kizuizi, wewe uliyekuwa kiziwi, anza kufikiria. Wewe ambaye unaumwa na tumbo, kuanzia sasa anza kupona. Wewe ambaye huwezi kutembea, tembea kwa imani yako. Tembea kwa imani yako. Wewe ambaye umefungwa, funguliwa katika jina la Yesu. Ninatangaza uzima na baraka. Ninatangaza uhai wa kinabii. Ninatangaza uwepo wa kinabii. Ninatangaza falme ya kinabii. Ninatangaza
maisha yako. Na hilo jambo litatokea kwa sababu nitakugusa miguu yako kwa mikono yangu.
kugusa miguu yako, na hiyo miguu itapata nguvu. Na yoyote ambaye hajaribu kusujudia atakuja kukupigia magoti. Simama, msijitie uaskofu wakati uaskofu hamjui. Sema amen. Usijitie uaskofu wakati uaskofu hujui. Askofu lazima. Kwa hiyo kama, kwa hiyo wewe inatakiwa usiwe askofu, kuwa nabii. Sababu nabii anapewa vitu vyote. Nabii anaona, na nabii anakuwa na nguvu, na nabii anasaidia watu. Amen. Hauna nini? Kuna hela. Nabii huwa anapewa nguvu za kuvuta chochote duniani. Sema amen. Kama nabii anaweza akakuombea akafukuza mchawi nyumbani kwako, si tayari tumevuta? Hata tumeingiza nguvu na sana. Sema amen. Onda ni hapo kusiwe na roho ya nini? Ya nini? Hapa. Nataka nikuulize swali. Sema amen. Watu wengi wanashindwa kuelewa ni nini kinachokufanya afanikiwe. Ushakujiuliza kitu gani kinachokufanya ufanikiwe? Kitu gani kinachokufanya ujibiwe kwa Mungu? Ushakujiuliza? Watu hawajanielewa. Kinachokufanya ujibiwe ni nguvu. Watu wanashindwa kuelewa. Ndio nafikiri maombi, sio maombi. Kila siku nafundisha. Kinachokufanya ujibiwe ni nguvu ya Mungu. Ukipewa nguvu ya Mungu, Mungu anakupa nafasi ya kukusikiliza. Unajua kuna watu wengi wako hapa wanafikiria vitu vya duniani badala ya kufikiria lini Mungu atanikubali. Lini Mungu atanisikiliza na mimi nikiongea jambo anisikilize. Achana na kupambana vitu vya dunia ya leo. Vitu vya dunia ya leo vina miguu, vina mikono, vina hisia, vina roho. Kwa hiyo vitu vya duniani vina miguu, vina mikono, vina macho, vina hema, vina pumzi. Kwa nini? Vinaenda sehemu ambapo kuna mvuto, na huo mvuto uwe ni wa kimungu, kwa sababu vile vitu vinakuja vyenyewe. Nini unatakiwa uwe nacho? Ni nguvu ya Mungu ya kufuta vile vitu. Kwa kuna watu bado hapa Mungu hayuko ndani yao. Sema amen. Kuna watu Mungu hayuko ndani yao. Kwa nini? Ni kwa sababu wameshikilia vitu vya dunia ya leo. Nikwambie kitu. Ukiona umeshikilia vitu vya dunia ya leo, umeshikilia kujibiwa, huwezi kujibiwa. Ukishikilia kupata vitu vya dunia ya sasa, haviwezi kuja. Kwa sababu umeviweka kwenye akili na kwenye moyo. Mungu hana nafasi. Mungu anachopenda kwa mwanadamu ni apewe nafasi. Ukifikiria lini nitajibiwa, huwezi kupewa. Nini cha kufanya? Hakikisha unamwambia Mungu, siku gani utanisogelea? Nikikwambia jambo utanisikia, nikiongea jambo utanielewa. Lini utapita kwa leo? Lazima upokee nguvu yake. Ukipokea nguvu yake, chochote utakachofanya kitaenda, kwa sababu kuna uwezo, kuna nguvu iko ndani yako. Sikiliza, ukiwa mtu mwenye mawazo
dunia ya leo weka X. Hata kama utajiri utakuja, utaishia hewani. Yaani utaisha, hujafanya kitu chochote, na ukiwa umefanya kitu chochote kipo kitakufa, kwa sababu huna nguvu ya kuvibeba au kuvifanya, kuvitunza au kuvimaintain. Nikuuliza swali, na nikwambia jambo, nikuuliza swali, wakati unahitaji baraka, je, una maarifa na una nguvu ya kuvihimili vile vitu? Hauna. Jibu linakuja hauna. Je, Mungu amekutengeneza unapotaka kile kitu? Ndio maana wanga nawaambiaga kila siku, wewe ukajibiwa ikiwa bado Mungu hajakutengeneza. Sasa hivi Mungu amekuacha ni kwa sababu anakutengeneza. Anakutengeneza. Sema bila Kwa hiyo mwanangu, unatengenezwa, unaundwa, unafinyangwa kama Yesu, kama Mungu. Mungu aliumba dunia, hakuumba kwa siku moja. Alianza kuumba siku ya kwanza, Jumatatu, ya Jumanne. Maana yake nini? Maana yake wewe unavyozidi kuwepo kwenye uso wa Mungu, Mungu anakurekebisha, anakutengeneza. Nini cha kufanya? Cha kufanya inatakiwa usidi kumsihi Mungu, kwa sababu nikwambia kitu nilichokuja nikaelewa na nikafahamu katika dunia ile. Mwanangu, nikwambia kitu, amani ndio kila kitu katika dunia ya sasa. Yaani fanya unavyojua. Amani, furaha ndio kila kitu kwenye dunia. Ndio maana kama kuna kitu chochote kinakupa furaha, usije ukaingiza jambo likaondoe ile furaha. Ninakwambia kuja kuirudisha amani, kuja kuirudisha furaha. Hauna pesa, hauna chochote cha kufanya furaha iwe. Nakwambia furaha uliyokuwa nayo, nilichokuja nikaelewa, pesa haiwezi kukupa furaha. Amini ninachokwambia, na kama hunielewi, nakuombea uje upate pesa, alafu furaha itoke au amani itoke. Ngoja uniambie, utatamani ufe, kwa sababu pesa inakaa penye pana furaha. Ukiwa huna furaha na amani, pesa sio kitu. Huna cha kuifanya amani iche. Huna amani ni kitu kingine. Ndio maana Mungu alisema mtafuteni Mungu ili muwe na, maana Mungu ndio kila kitu wa kuleta amani. Maana na Mungu hawezi akakaa penye hapana amani. Kuhakikishia pesa haiwezi kukupa furaha hata siku moja. Nakwambia hata kama una pesa leo na hauna amani, rudisha. Kuna watu wanazo pesa nyumbani kwao hawana amani. Ndio maana nikawa nimejifunza ya kwamba hata siku moja Mungu akija kukubariki au akaja akakuwezesha chochote, mwanangu, usije ukaikimbiza amani iliyokuwa nyumbani kwako. Watu wengi vitu vimeopotea kwa sababu ya kukosa nini? Amani. Kuna watu wamekimbia kwa sababu amani hamna. Ogopa sana kwenye maisha yako, ulikuwa na amani alafu ghafla amani ikatoweka. Alafu aliyetoa amani unaweza ukawa ni wewe mwenyewe, kwa sababu amani inatafutwa na mtu na amani anaiondoa mtu. Yaani wewe ndio unaweza kusema leo nataka kuwe na amani, nataka leo usiwe na amani. Yaani wewe. Sasa mwanangu, nikwambie kitu, kuiondoa amani ni kitu kidogo sana. Kuirudisha. Irudishe, umetoa, rudisha. Yaani ni sawa na utajiri umeisha, alafu rudisha. Tuone kama rudisha. Hata kama utakuja kurudisha haitakuwa kama ilivyokuwa ya mwanzo. Yaani ni sawa na mtu aliyekuwa anakupenda, alafu ghafla upendo ukakata. Alafu ndio kata, amini kuuliza swali. Mume wako aliyeachana naye, ameachana naye kama miaka 2 au miezi 3 au miezi 6. Njoo mwambie turudiane. Kama upendo utakuwa kama
nimezaa naye, yani ameniheshimisha, amenifanya baba, amenifanya mume, amenifanya mke, lakini upendo ule wa kweli kabisa hakuna. Tumaini natakiwa uchunge sana vitu vinavyoitwa nini? Amani. Mwanangu, amani. Nakwambia hivi, yani namwambia hivi, hata kama na hela utaona hela itakataka. Kwa sababu pesa hainunui amani. Itaenda kununua wapi? Wapi? Pesa inanunua madawa na hela ya kula na nguo. Basi hivi vingine ni vya Mungu. Ukiwa huna Mungu utaitaka amani isiwepo, lakini ukiwa na Mungu utataka amani iwepo. Ndio maana alisema mtafuteni Mungu ili muwe na amani, maana anajua utajiri wa kwanza kwa mwanadamu ni amani, utajiri wa pili kwa mwanadamu ni furaha. Unaweza ukajijua na hauna amani, hivyo vitu utasema hivi, mimi kama ni mali naziacha, ni bora nichague amani. Nataka nikwambie kitu. Wewe kitu ambacho unasema hiki sikitaki, kuna tajiri huko ndani anasema hiki nakitaki, niko tayari kutoa nusu ya utajiri wangu. Lakini sasa kama hana amani hainunuliwi, kwamba unaye amani. Ndio maana mtu ambaye hana kitu huwa anajua kumwabudu Mungu sana, hakika kwa Biblia. Lakini mtu mwenye anacho huwa hajui kumwabudu Mungu wala kumuomba Mungu. Yaani wewe hapo si hujaoa, huna watoto, huna nani, unajua jinsi ya kumuomboleza Mungu. Una pesa, unajua jinsi ya kumuomboleza Mungu na Mungu akusikie. Sasa nikwambie kitu, ukiona unaomba maombi ya Mungu akubariki hayatokei, achana naye. Kwa nini? Anza kujifungua, deliverance. Anza kujideliverance. Mungu akufungue, kwa sababu baraka umeshaomba sana hazifanyaje? Hazijaja. Nini ufanye? Ingia kwenye maombi ya kujifungua. Ni nini kilichokufunga? Kama ni kitu amani hamna, anza kuitafuta amani ile ilipo, irudishe. Sababu hakuna anayenunuaga amani, hakuna anayenunuaga furaha, hakuna anayenunuaga uwepo wa Mungu, hakuna. Sema amina katika jina la Yesu. Kwa hiyo kama uko hapa unatafuta amani, cha kwanza yamkini ni wewe mwenyewe hujui mambo yanayotokea katika maisha yako, hujui. Anza kumwambia Mungu nahitaji amani irudie. Ila ninavyojua amani kurejea inaweza ikaja, kwa sababu amani ikitoweka huwa inaingia chuki. Siko mnanielewa? Huwa inaingia nini? Chuki. Yaani unakuta ghafla chuki inafanyaje? Lakini amani ikiwepo inaingia furaha. Unaongezeka upendo. Unaongezeka uwepo wa Mungu. Anaongezeka Kristo pale. Anaongezeka malaika pale. Anaongezeka Roho Mtakatifu pale. Fundisha kwa sababu hata mimi nimefundishwa juzi. Mimi cha kwanza niliuliza swali. Kwa nini watu wengi amani hatuna? Hatuna amani na ndugu na marafiki na majamaa. Kwa nini hatuna amani? Akasema ukiona mtu ambaye ukiona mtu ambaye hana amani, ujue bado hajalipata. Yaani hata kama umempata Mungu, umempata kwa asilimia chache. Ukiona mtu anakuondolea amani wewe hapo ulipo, ujue bado hajampata Mungu. Hata kama anaomba na kusali, hata kama ananena kwa lugha labda shekete ya makata, hamna. Huyo hamna kitu. Ila yeye amekalili nini? Amekalili maneno. Hajakalili kumpata Mungu. Kwa sababu dunia leo hakuna mtu ambaye mwenye Mungu alafu akawa anaikosa nini? Amani. Kwa sababu Mungu ndiye mwenye ndio wa amani.
Ndio maana Mungu ni wa amani dunia nzima. Sema amen. Leo ninataka miguu yako, kama kuna mtu amefanya miguu yako isiwe na amani, amefanya mikono yako isiwe na amani, amefanya nyumba yako isiwe na amani, amefanya biashara yako isiwe na amani. Yaani unajua mtu wengi alafu amshangilie, yaani unajua yani. Tabari. Hapo ni kwa nini? Unajua mtu wengi alafu amshangilie, yaani unategeana. Au unaniogopa nini? Unaniogopa? Mbona kuna wengine hapa nikisimama kama naanza kidogo. Siende chooni kwanza. Niogope hivyo, unaponiogopa ndivyo unavyopokea. Lakini unaponizoea unaniweka kama shangazi yako, huwezi kupokea. Sema amen. Kuna mambo unataka uwe na hofu nayo. Sema amen. Kuwa na nini? Na hofu nayo, kuwa na hofu nayo. Mimi nakwambia leo mwanangu, niko very serious. Yaani inamaanisha ya kwamba sema amina katika shida Yesu. Leo kama una amani na tangaza amani kwenye ndoa yako. Tangaza amani kwenye biashara yako. Sema amen. Mwambie jirani yako leo nataka nitangaze amani nyumbani kwangu. Anapo kama kuna mtu amekuondolea amani, yeye ndio atakosa amani, wewe utapata furaha. Maishani kwako ni amani. Kama una amani leo, usiombe gari, usiombe kujibiwa, omba amani. Kwa sababu mume wako au mke wako anakuchukia ni kwa sababu amani hamna. Sisi nakwambia ukweli. Unachukiwa ni kwa sababu amani hamna. Yaani unaonekana mzuri lakini unaonekana mbaya. Yaani unasaidia ni kama usaidii. Kuliko hata mzungu. Ila tunachofanya uonekane wewe ni mbaya ni amani hamna. Unajua nikwambie kitu? Amani ikitoweka, kama ulikuwa unapaka mabeka, utaanza kuyafuta tu. Lakini je, kama una amani na furaha, maplastiki unaanza kutafuta zile pale ziko 12 unapaka zote. Maana hujui atakaye kuuliza nani. Sijana una happy. Lakini kama una happy, sasa haya maplastiki ya nani? Ya nini sasa? Sinapaka kwa sababu nayo sasa ya nini? Ngoja nikae tu hivi. Kwani yani unaanza kuyachukia maplastiki kwani nimezaliwa nayo? Sijazaliwa nayo. Ingekuwa nimezaliwa nayo, ingesema sasa sijazaliwa nayo, nimeyakuta tu. Ukawa ukijua umeshaanza kujichukia mwenyewe. Pokea amani na furaha inaitwa. Nikwambie kitu Nikwambie kitu. Kuna mambo unapitia, sema amen. Ndio yaliyokunyima amani. Najua. Lakini hayo mambo sio kwamba unayapenda. Yamkini unasingiziwa au unafanya kweli, si ndio? Lakini ndio yanakunyima nini? Yaani unasingiziwa. Unajua kuna kitu kama kusingiziwa? Kusingiziwa ni kubaya kwa sababu kwanza unakunyima amani. Lakini kama huwezi kuyabeba yatakunyima amani. Lakini kama unaweza kuyabeba yasikunyime amani. Wala usigombana na anayekwambia unajua wewe ni mchawi, wewe ni mganga, wewe ni mwongo.
unapofika mbali furahi, kwa sababu sio Mungu, ila anakupa daraja la kumtafuta Mungu sasa akufanikishe. Unajua wewe, ndio maana familia yenu mwambie sawa, sio tumezaliwa hivyo, sasa tafanyaje? Lakini una uwezo wa kuyabeba. Kama una uwezo wa kuyabeba, usiasikilize. Nenda ukatafute kitanda, tafuta washroom, kojoa, lala. Kesho asubuhi kuna kuchu, unaenda kazini. Unaendelea tena kwenye kazi zako, unafanya kazi, unarudi, unalala. Sema Bwana Yesu nibariki. Nisaidie leo katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Leo ni siku yako ikawa ya tofauti na ibada zingine. Nataka miguu yako ipate nguvu kama ile mwanamke ambaye alibeba nyota 12 na maadui zake wakati wakampigia magoti. Sema amen. Chukua kitabu. Naomba chukua Biblia yako twende sawa. Wa Yohana 3:9. Haleluya. Haleluya. Asante, nayo furaha maana sauti ya Bwana inaniambia endelea kusonga mbele, usiogope. Sema amen. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu. Tupige makofi. Lazima akube kwa darasa la 3. Huyu mtoto anaongea sasa vizuri kabisa. Hana shida. Hana shida. Kabisa. Kabisa. Na huyu ni nani? Huyu ni dada yangu. Iva? Dada yangu. Huyu dada yako? Ndio. Mpendo jambo. Jambo. Huyu alikuwa haongei? Alikuwa haongei baada ya kufika darasa la 2 akawa haongei wala masikio. Alikuwa hasikii wala haongei? Ndio. Unatamani ningekuwa ni mimi. Sawa. Mbona hujamnyoa nywele? Mmempeleka shule? Kama kawaida. Kama kawaida darasa Jumatatu. Unaitwa nani? Aidati. Ila mashetani wachawi ni waongo. Kamependeza hapo kasimama. Kamependeza. Nikatembea naye, nikaja naye, nikamwita, kakaongea na kakasikia. Nami nasema hii madhabahu itakupigania katika shida. Huyu mtoto nigawie. Ana akili shuleni huyu. Anashika namba ngapi? Namba moja. Ndio maana kalipigwa. Ndio maana kalipigwa. Nipe mimi leo na karea. Utaki? Baba yake anataka. Hapana. Baba yake anataka. Ila ukaenda babake. Ukaenda babake. Uishi naye? Hapana. Uishi naye? Ndio. Kwa nini mliachana? Yaani changamoto pia, yaani niliacha hiyo tukatoka kazini. Akasema naenda kikazi Mwanza. Nikamwambia sawa. Nampigia simu hapatikani mpaka leo. Mpaka leo? Ndio mtumishi. Wewe ni muongo wewe. Kweli sikutani, lakini babu wake ndo anamlea. Babake mkubwa? Ndio. Mpaka sasa yuko Mwanza? Babake mzazi ndio yuko Mwanza. Babake mzazi ndio yuko Mwanza. Mpaka leo? Ndio. Ameondoka na muda gani? Ana mwaka. Ninapenda hiyo michezo. Unampenda? Nampenda. Kutoka moyoni? Ndio. Na umekwenda kwa sababu yake? Ndio. Ila wewe ulikuwa na wivu ndio maana. Hapana. Njoo hapa nikurudishe. Rudishe. Leo.
kiswaswali. Kubwa iko wapi? Kalete. Kumbe ni hatari. Haya, nionyeshe picha yake mume wako. Supige makofi, nataka nimeanza kuuliza. Picha ya mume wako utafuta. Jamani. Apa tiktonya? Alhamdulillah. Oh iya. Nimrudishe au nimwache? Nimrudishe. Hapa. Ndio. Arudi lini? Yaani umpe wiki moja tu haya. Wiki moja? Ndio. Una mwanaume mwingine? Hapana, sina. Una? Sina mwingine. Uje kujapuka? Msema upeli, sema. Wewe sitaki nikuzumu kwenda nitumie. Unataka baba arudi? Baba arudi? Okay, shika. Shika sasa. Njoo. Mvue viatu. Mtumishi mmoja mvue viatu. Mvue viatu pendo, kimbia. Ngoja uone miujiza anaofanya hapa. Dakika moja tu. Panda juu. Baba, ninaomba kupitia hii picha huyo baba aweze kurudi. Sitoi wiki mbili, natoa siku 3. Toa siku 3. Nikwambia aliko. Anakwambia yuko wapi? Sehemu gani? Hapatikani. Baba, ninaomba kupitia hii picha huyu baba arudi ndani ya siku 3. Kesho Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi au amefika Arusha. Sasa sitakwambia yote, sawa? Wewe unataka arudi tu. Sawa. Tembea kule juu. Tembea, shuka. Kule, shukia kule. Rudi tena juu, huku. Rudi tena. Mara 3 tu inatosha. Rudi tena. Hivi. Baba, mtoto huyu amtokee baba yake leo, kumfumbua kesho na kesho kutwa, katika jina la Yesu Kristo. Tayari?
Tunaona hata na simu haijazima. Nimemaliza kazi, sina hata mambo mengi sasa hivi. Labda wewe ndio na mambo mengi, lakini mimi sina mambo ingawa nimempendeza huyu mtoto. Alifika na mmewaka kaanguka madhabahuni. Yuko hapa. Karibu nilimwona. Yuko anapita pita huko. Nimepita hivi. Yuko wapi? Mama yake. Alianguka madhabahuni. Wewe, unapata wapi? Wapi? Nilikuwa Tanga. Tanga? Ndio. Nimekuwa nimekufananisha, kumbe ni wewe. Wewe si yule mtoto aliyekuwa na ule kijana. Katika mtoto kadogo. Ndio wewe. Yuko wapi? Yuko nyumbani. Ulizika? Ndio. Mbona hujarudi kisa mpaka leo? Tumerudi jana kutoka Tanga. Ndio umekuja? Ndio. Huyu ni nani? Dada yangu. Hebu geuka. Unamkumbuka wewe? Nyosha mkono kama unamkumbuka. Ashish. Alifanyaje? Nani? Ikawaje? Alikuwa anataka mtoe msukule. Ndio akafa. Mama ndio akaoka madhabahuni. Na basi mnakumbuka. Mpendwa vipi? Poa. Poa hiyo twende. Mimi nikajua niko mwenyewe, kumbe niko kanisani. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Mimi nilijua niko mwenyewe. Unajua mimi ukinikuta mwenyewe ninatuma neno nikikwambia. Unajua mimi nimeshaishi pwani, nimeishi pwani sana huko. Huko kwa ngoja nijiongee sana. Ikawaje? Tulimzika mama. Ndio hivyo, ndio maana tujarudi, kulikuwa hamna mtu wa kubaki kule. Tukawa tumebaki mimi na ndugu zangu wengine. Kwa hiyo jana ndio tumerudi mimi na dada yangu. Ndio huyo hapa. Ndio. Mlele mdogo wenu yuko? Yuko nyumbani anaendelea na shule sasa hivi. Anaendelea na shule? Ndio. Tuambie. Suseme amina wewe. Yaani umekaaga kwa kula tu. Hapa nimeshatangaza habari ya kula, meno tayari nimeshaanza kutembea, meno tayari yamekaa sawa. Yaani nikwambie kitu jiandae kula na kunywa. Lakini nikuone kanisani, sio unakuja kwa sababu nimeshakwambia kuna kula. Njoo kanisani nikuone sura yako. Nitakula na wewe sahani moja. Yaani unakula na mimi nakula. Mtoto anaendelea vizuri zaidi. Tunamshukuru Mungu kwa kweli, tunamshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa sababu mdogo wangu anaendelea vizuri kabisa. Sikutegemea, sikuwaza kama atapona. Nilikuwa nasubiri tu taarifa za msiba wa mdogo wangu. Ila nashukuru Mungu wa madhabahu hii. Piga makofi kwa Yesu. Kule. Mimi napenda watu kama hao. Hata kama wameniacha muda mrefu lakini wamerudi. Tuseme wamerudi. Hivi utaolewa kweli? Maana kuolewa imekuwa kama chizi, una akili. Yaani penye hapana amani unaweka amani, penye hapana furaha unaweka furaha. Hivi huongei, wewe utafika wewe.
Unajua nyumbani unataka kujitia uchizi, mara unacheza cheza, unaruka, unaruka Kimasai. Mara pale nyumbani unawatikisa watoto, usiwapige, chekele. Yaani akili yako kama haiko sawa. Unanogesha nini? Upendo. Umekuja na nani? Umekuja tu wawili. Umefikia hapo mjini. Maana mimi nakaa da. Mwingine yuko wapi kaka? Unakaa da? Ndio. Wewe ndio unakaa da? Ndio. Afu wewe acha uchawi. Wewe kambebesha mtoto mdogo mzigo, yeye yuko da kula bata. Kaka yenu yuko wapi? Kaka baada ya tena. Ndio tunasubiri tunakusanya ili tuje wote tutoe shukrani hapa kanisani. Basi. Jumapili alikuwa Mungu akamuonekania, alikuwa amekatwa ziwa moja ziwa. Iko hapo leo. Haipo. Nilimwambia hakuna kukatwa na hilo ziwa. Itabidi ubaki nalo, nikamwombea. Yule mama atakuwa hayupo, Ndio tumsubirie. Wewe mume wako akirudi umlete hapa, sawa? Akija au nimpeperusha baki huko. Mama amekutana na Wasukuma, wao wanasema wana mwadira maayo. Wameshamshikilia hataki hata kurudi nyumbani. Nimemtoa kwa Wasukuma, sema amen. Sema amen. Sema amen. Kama ni wavivu sana. Waanza kula. Simama juu, mwana. Wanaina
Nasoma kitabu cha Ufunuo 3 kuanzia mstari wa 8. Kuna watu wanatakiwa wavishwe nyota 12. Watembee nazo mchana. Sema amen. Sikiliza miguu yako itakayoenda kubeba nyota 12. Na yajua matendo yako. Na hii kitu inamhusu mwanamke. Na yajua matendo yako. Na yajua matendo yako. Ndio. Tazama. Nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Ambapo hapana awezaye kufunga. Ambapo hakuna awezaye kufunga mchana wala usiku. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo. Kwa sababu unazo nguvu kidogo, nimeamua kukusaidia upate nguvu kwenye miguu na kwenye mikono na kwenye uso wako.
nayo. Tulikuwa tunasubiri neno la Mungu liseme. Mungu amesema kwamba miguu yako, kuna watu wanatakiwa waje wakupigia magoti. Sikiliza, kuna watu wamekukataa, kuna watu wamekukimbia. Mungu atapaingiza nguvu ndani yako, wanakuja kukusujudia, wanakuja kusema tuombee, uko unakwenda tuombee. Sema amina katika jina la Yesu. Sema Bwana, sema Bwana. Sema moto katika jina la Yesu. Sikiliza mwanangu, kila kitu kina muda wake, kila kitu kina wakati wake. Huu ni wakati wako na wewe, wakati wako na wewe wa kupigiwa magoti, ni wakati wako na wewe. Anasema tazama, nitawafanya waje wakupigie magoti, waseme hakika tunasujudu mbele zako. Hakika kuna mtu, hakika ndani yako kuna upako, hakika ndani yako kuna uwezo Baba, kuna uwezo Mama, kuna uwezo za nguvu ziko ndani yako, kuna baraka ziko ndani yako, kuna neno la kinabii liko ndani yako. Upige makofi yako mengi na vigelegele. Watu waje wakusujudie. Ngoja nikwambie mwanangu, kuna wakati unapitia kwenye magumu, unapitia kwenye changamoto. Usiangalie changamoto, usiangalie kusemwa, usiangalie kunamulikiwa, usiangalie kuambiwa mambo ambayo hayapo. Angalia Mungu amekutuma nini kwenye nafasi yako. Fanya kwenye nafasi yako, tenda kwa nafasi yako, tembea kwa nafasi yako, muabudu Mungu aliye hai. Yeye atakufariji, yeye atakutumia watu, yeye atakusaidia. Sema Bwana, sema Bwana. Upige makofi yako mengi na vigelegele. Atakuletea watu watakao kupigia magoti. Hata kama kuna mtu alikuwa anakufanyia vibaya kwenye maisha yako, amekufanyia vibaya kwenye ndoa yako, miguu yako itakuwa na nguvu. Atakuja kupiga magoti, atakuja kusalenda, anakuja kusalenda. Nami natuma neno la Mungu litembee ndani yako. Nienda niwalete watu wa kupigia magoti.
sio mwalimu ninayemjua. Mimi ni nabii ambaye nikituma neno lazima linatoa. Lazima linatembea. Lazima linasafiri. Mimi sio mwalimu wa kukwambia unajua kumloga mwanaume inatakiwa uwe hivi, no. Nasema tunamfanya mpaka arudi mwenyewe. Tunamfanya mpaka arudi mwenyewe. Sema paa, sema paa. Sema fanya, sema maafala. Anasema nitawafanya. Yaani watakukataa, watakukimbia, watazunguka, wataenda. Ushakuonaga mwanaume anazunguka lakini jiona anaingia nyumbani kwake. Ushakuonaga? Yaani mwanaume anaenda na ukaruka mwisho wa siku anaingia kwenye nyumba yake tu. Nami natuma hilo neno warudi wenyewe. Warudi wenyewe. Yaani sikiliza hapa. Wale watu waliokuambia haiwezekani wape muda. Wape muda. Na familia hii wape muda. Hao ni kama kuku. Kuku wanaweza kumfungulia mlango akaenda. Lakini jioni anakuja nasema wache. Na kwenye banda lao. Mwambie lazima warudi kwenye banda lao. Wasijifanye wende wasimu, warudi kwenye banda lao. Ushangilie na upige makofi kama inaingia. Lazima warudi kwenye banda lao. Yeye anayesema haiwezekani aone inawezekana. Aliyesema haitakuwa aone inakuwa. Aliyesema utapona aone umepona. Aliyesema hatarudi aone anarudi. Aone unasimama. Aone anatembea mchana. Mpaka watu wanashangaa. Pokea neno hilo. Waone mambo yanawezekana. Waone unawaka kama masabaha. Waone unatembea kama masabaha. Waone mataa yanawaka mchana na sio usiku peke yake. Hadi mchana pale. Mchana. Umeje yako mchana. Sema amen. Kuna gari ukiwasha taa mchana ni kama haijawaka. Lakini kuna gari ukiwasha taa mchana ni kama ni usiku. Nasema usiku ukawa ni mchana kwako. Ukawa ni mchana kwako. Hosea anasemaje? Tazama nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako na kujua ya kuwa ninakupenda. Na wakajua ya kwamba mimi ninakupenda. Sikiliza. Mungu anakupenda kuliko mwanadamu yoyote duniani. Yesu anakupenda kuliko kitu chochote duniani. Kuliko mali na utajiri, kuliko magari na majumba, kuliko chochote. Sema amen. Anasemaje? Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu. Kwa sababu umeshika neno. Mimi nami Hata mimi leo nakutangazia ya kwamba pokea hili neno ya kwamba lisilowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu inawezekana. Nasema mimi nami nitakulinda saa ya kuharibiwa. Sikiliza. Wanadamu nikwambie kitu, huu sio wakati wa kuharibika. Huu ni wakati wa kusubiri mema ambayo ulipanda na kwenda kuyavuna. Ndio muda wake. Anasema nitakulinda wakati wa kuharibikiwa kwako. Kuna watu watakuharibu kiimani, kimwili, kiroho. Kiimani, kiroho, kimwili. Watakwambia nini? Niwaambie hivi, najua aliyenipa neno la ushindi. Aliniambia nisiogope na nisonge mbele. Imani yako isonge mbele. Wala isirudi nyuma, isonge mbele. Sisemi na mimi kama uko hapa. Tunaenda nasema mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakaao juu ya nchi. ndio. Naja upesi. Shika saa
Ulichokuwa nacho kishikilie sana mwanangu. Usikiwekee wadudu, usikiwekee wadudu. Kishikilie anapokuja. Umwambie baba nilivuna hiki hapa. Na haki ya Mungu kwa kweli katika kukivuna kimeniletea mambo mengi, lakini nimevumilia. Nimepambana mpaka mwisho wa dai. Sijawahi kukikwaza wala kukifanyia chochote. Bado niko nacho. Labda kihukumu wewe mwenyewe, lakini mimi sina hukumu nacho. Mimi sina ubaya nacho. Hata kama kunifanyia, mimi sina ubaya nacho. Pokea injili ya kinabii ndani yako. Shika sana ulicho nacho. Asije mtu akaitoa taji yako. Asije mtu akaitoa nini? Taji yako. Hapo hapo. Asije mtu akaitoa. Wewe unalala usingizi wewe. Wewe. Takupeleka nyumbani. Wewe bado kama hiyo uko unalala usingizi bila kutumia nguvu. Acha kulala usingizi. Tulia kanisani. Nakuomba usilale kanisani. Naomba hapa sio sehemu ya kulala. Hii sehemu kama hii watu tunakula na kunywa kiroho na kimwili. Alafu ukishaenda nyumbani unaanza kuota ndoto mbaya, unafukuzwa na unasali. Alafu unasali kwa mtu kama mimi. Mtu ambaye nina upako, nina nguvu hapa, ni nguvu zinanitema zinakuja kwa. Pokea nguvu yangu. Unalala usingizi. Hivi unalala usingizi kwa mtu anayetoa jasho. Yaani mimi natoa jasho kwa ajili yako. Roho Mtakatifu ananitumia kwa viwango vya juu. Unalala usingizi na unakoroma. Hivyo unaokoka kweli wewe? Acha kulala usingizi mpendo. Kulala usingizi ni roho ya usingizi. Mimi hapo napoona sitaka usingizi mchana wala usimuulize usilale. Yaani mimi silali. Sina usingizi mchana wala usiku silali. Hebu sema roho ya usingizi toka ndani yangu. Roho ya usingizi toka zamani. Roho ya usingizi ni umaskini unatafuta. Kama nilimwambia. Nimeje nikwambie kwa sababu usingizi unakufanya uachike kwenye ndoa, uachike na uchumi. Sababu usingizi ni kitu kidogo kidogo. Ndio maana unalala. Manake maisha yako yawe taratibu. Mimi hapo napo niona sije kuona. Mimi hata kama mimi nije simnakumbuka pale kwenye mkesha. Sinakumbuka kwenye mkesha. Haya, kwenye mkesha tumekesha mpaka asubuhi na nimeingia kuanza kuhudumia watu kuwafanya deliverance. Na nimeanza kuongea na mtu mmoja mmoja. Hivi mimi nikuuliza swali. Haya, una ndoto ya kuwa na magari makubwa kama mimi hapa. Una ndoto ya kuwa na magari makubwa, msururu wa magari. Uwe na usingizi. Mimi nina ndoto ya kununulia mzee wa kanisa Mercedes Benz. Haya, ni nani? Mercedes Benz anakuja leo kanisani mchungaji. Haya, ni nani? Sifa kusema baba aliniambia angalia nalala. Hapo ataanza kuninunulia gari. Ni ujinga kabisa, siwezi kukaa sehemu. Basi usitakiwi kulala. Mwanzo kama mnunulia Mercedes Benz. Tena nakuja na matarumbeta paka kwa mzee. Pokea. Mimi nikipata hela watumishi wangu na wachungaji wangu sitaki kuhangaika. Ila atakayekaa na mimi hakuna kuteseka. Walikwambia haufai, waambie ni kweli, lakini nalo gari na lina nyumba. Wewe una nini? Wewe una nini? Na ninayo madhabahu. Wewe una nini? Na nina uzima. Haya, wewe una nini? Kwanza nashinda kusema. Ila hata nikusema lakini yeye ndiye anachafanikiwa, mimi bado. Sapeana marafiki, kuna yale masimu makubwa, kuna wale makubwa yale. Wanapeana. Tayari nilipokuwa na limoyo lidogo pressure. Kwa hiyo ananichiti na hizi na message zote hizi. Ukitaka kuishi kwa muda mrefu kwenye ndoa, kaa utulie. Huwezi kumrekebisha mwanamke, huwezi kumrekebisha mwanaume. Wa kumrekebisha ni Mungu. Kama Mungu amemvumilia muda wote, wewe nani? Hivi kuna mtu mwenye anaweza kama Mungu hapa duniani? Nikuulize swali. Kuna mtu mwenye anaweza kama Mungu hapa duniani? Wewe unaweza kumfikia Mungu wewe? Eti mimi ninayo wewe, nisitaki mimi kufanyika, sitaki.
Kwa mfano kama mimi mke wangu anapata shida. Kuna wadada wanapiga squad saa 9. Wanachati na mimi, yani baba tunakupenda baba. Yani I love you so much. Na mke wangu hata nampo siku anatafuta message anazikuta. So ukiamka asubuhi utabeluna. Sasa namuuliza chai iko wapi? Iko jikoni. Kuna mambo yako hapa dunia. Sasa mimi ni mtu mwenye watu wengi. Sema amen. Mimi na purpose wake. Hayo unajua. Mimi mke wangu anakasirika kwa sababu za message za wanawake. Yaani ni message mimi pasodi yangu inaijua. Pasodi yangu. Sasa wakati usiku anaamka ngoja nione. Na Bwana ananiambia angalia, anaangalia. Naambia mwache akutane nacho. Ongeza makofi yako leo. Sasa wewe utanichunguza. Mimi hapa kuna wadada wananipigia simu, wananijali kupata mke wangu. Baba nenda ukae sawa baba. Yaani mtoto baba kula unenepe. Sasa nawaza huyu ni mtoto wangu. Ndio maana wewe nakatazaka namba yangu na hiyo namba nabadilisha. Ujinga. Achani mwanangu, ukitaka kuishi maisha marefu usijiingizie vikwazo. Watu wanakufa kwa pressure, kwa mambo ya kijinga. Kuna mtu anaweza kawa anakutaka wewe utaki, lakini ikaonekana unataka. Hivyo unajua hiyo? Pia anapitia haya mengi. Anapitia magumu. Mpaka anasema Mungu wangu, ulimleta wageni sasa kama anapitia haya. Maana kutana message ni za wapendwa. Ila hawako hapa. Wako nje, yani wale madini ambao nimesalisana nao kanisani hapa. Si ndio hawako hapa kila kwa Dar es Salaam, wengine wako hapa wanapiga simu baba. Yaani wewe ndio baba yangu nakwambia, sina wa kumwambia. Hivyo niambia haya mtu na. Ya baba nisaidie, sina hela ya kula. Baba natuma. Huyu akiona natuma, anaona wivu. Kwa hiyo anatuma hela kwa watu ambao si wajui. Ni nani? Ni fulani. Mbona simjui? Sasa utawajua wote. Mimi na watoto wengi mpaka mimi nikwambie haya. Kuna mmoja nilienda pale Kibosho. Huyu walipigia simu watu wa Kibosho. Huyu, si ndio? Walipigia mtu kanisa, kuna baga sisi tumeweka pale YouTube, Facebook, TikTok na Facebook. Tumeweka namba yake, wanampigia yeye. Sasa nilienda Kibosho, nikikutana na binti mmoja ambaye anapata ujauzito, mimba zinaporomoka. Zinafanyaje? Mungu akampenda yule binti akampa unabii. Sasa nikiwa nikienda pale alikuwa na Esther. Nilikuwa nikisimama madhabahuni nataja Esther, watu wanaona wivu kanisa zima. Yeye wananionea wivu kama ni mke. Eti baba yani anamuita Esther. Kuna street hapa. Nikisimama madhabahuni Esther anakuja. Watu wanaona wivu. Jamani msioneane wivu. Mungu ana nafasi ya kumpenda kila mmoja na Mungu anampenda kila mmoja. Sasa mimi upendo wa Mungu siwezi nikazuia nisikupe. Haya nikamwambia yule binti sasa hivi amepata ujauzito. Jana anapigiwa simu baba, Esther ana sherehe kanisani anatakiwa uje. Yaani ni mjamzito. Nikamwambia bora mimi niko mbali, baba uje. Akaweka sherehe watu kanisani pale, watu wa jana wamekula na kunywa pale Kibosho Road kule. Sema amen. Kwa hiyo haya mambo yapo, najua mambo yapo na unapitia hata wewe mama baba. Lakini jipe moyo, wewe tayari wewe. Sikiliza nikwambie kitu. Sema amen. Na nataka nikwambie kinachomfanya, unajua nikwambie nikupe mume wako halisia. Nikupe mume wako halisia. Mbona uongee? Haya, uliolewa ndio shaka kwa maana wengine kana sikumbe siongee na watu walioolewa hapo. Uliolewa. Ashika mkono. Wewe uliolewa, mume wako halisia ni yule ambaye yuko nyumbani. Si kama unanielewa? Yule ambaye yuko nje sio mume wako, yule ni mdudu. Anashika kunielewa. Yule ambaye yuko nyumbani, anayerudi nyumbani anasema go wife nifungulie, yule ndio wako. Yule hana pakwenda. Lakini yule anayetoka asubuhi anaenda barabarani sio wako. Kwa nini nimesema? Kwa sababu kila mmoja anamwangalia. Wewe unamwangalia na kuangalia na wewe unasema ni wako, tumefika pingu za maisha.
Kuna kitu linasema yule ningekuwa na mwanaume kama yule